Hata hiyo Yanga yenyewe ni taasisi, sio taasisi. Imechagua kwenda watu kufanya nao kazi. Na ndio maana ninachojua ndani ya taasisi ya Yanga kuna ma-influencer wa Yanga wameajiriwa, lakini wengine hawajafanyaje? Hawajaajiriwa. Kwa hiyo wape tabasamu, ni taasisi na utaratibu wake. Kuna watu wanataka kulazimisha kuonekana taasisi ya wape tabasamu ni taasisi ya Yanga. Sio kweli. Kwanza ni wape siri, taasisi yote inahitaji kuwa na watu waaminifu. Ma-influencer wa Yanga baadhi yao sio waaminifu. Mwaka jana kwenye bonanza lao waliiba. Nani anakataa? Mwandishi wa habari, nitoe ushahidi. Mimi napinga hilo. Waliiba kamera. Mimi najua wallahi waliiba. Na ndio maana Yanga mwaka huu wamebadilisha utaratibu. Hata ma-influencer ushahidi upo. Ulikuwa uruhusiwi kuingia katika jengo la Yanga mpaka uwe na beji. Kweli sio kweli? Nyinyi waandishi wa habari semeni Kisugu muongo. Utacheka sana nyinyi. Alafu mtajiuliza mimi napata wapi? Kwa hiyo taasisi inahitaji kufanya kazi na watu waaminifu. Hakuna taasisi inaweza kufanya kazi na mtu ambaye si nini? Si muaminifu. Kwa hiyo taasisi ya wape tabasamu ni mbingu na ardhi na nini? Juzi mmeona jambo limekwenda vizuri Morogoro. Akina mama zaidi ya 200 wamefikiwa, wamepewa majiko. Unapokwenda kutoa majiko zaidi ya 200 kwenye mkoa, nini umefanya? Kwenye nchi nini umefanya? Maana yake kwanza umekwenda kupeleka msingi wa kina mama, lakini pili umekwenda kuhifadhi mazingira ya mkoa, kwa sababu kama walikuwa wanatumia mkaa utumiki tena, kwa maana miti haifanyaje? Tuwapongeze wale vijana. Lakini kabla ya wao tumekwenda shule 2. Vijana wale wamekwenda kutoa madawati 100. Alafu wewe unasema eti mimi kwa sababu navaa nguo ya njano mimi Yanga kwa nini sikuitwa? Jitazame hata familia yako inavyokaa vikao unaitwa. Mikomo kama unapiga domo. Kwenye vikao vya familia unaitwa. Kwa hiyo kikubwa mimi niseme na ndio maana nendeni mkaangalie. Goalkeeper alianza Aishi Manura Azam. Fullback ya kulia akacheza Shomari Kibwana Yanga. Fullback ya kushoto Romalisa nje ya nchi. Kuna Yanga? Kuna Yanga? Niwashukuru sana waandishi wa habari. Mekoi, kabla hujaondoka mimi nataka nimalizie na jambo moja. Nisaidie kulitamka kocha. Jina la kocha wa klabu ya soka Young Africans. Mimi sijasoma, nimetafakari sana na kwenda kulichanganua. Mwisho wa siku nikana wataalamu wangu. Labda Kiswahili tutumie neno boga. Boga. Jina la kocha wa Young Africans? Boga. Hapo unamaanisha nini sasa boga? Mimi lile jina nilivyotafsiri kwa lugha ya kwangu na kutafuta. Na mimi Mzaramo nikaona nitumie neno boga, itakuwa rahisi zaidi kuliko majina mengine. Boga hapo. Ndio kocha. Ndio kocha. South Africa. Timu yake alikuwa anafundisha. Imefungwa mara nyingi na timu alikuwa anafundisha Steven Becker. Stella Bush. Mekoi unasema? Wallahi nakwambia. Nendeni mkatafuta takwimu hizi. Lakini waache nimalizie ule msemo. Mama Doris wa Demwai aliwahi kunambia, aliyelala usimwamshe. Ukimwamsha utashtuka. Kwa kuna namna mmewaingiza chaka hiyo. Aliyelala usimwamshe. Mmeangalia namba sasa hizo yule mwalimu? Zinalizisha Ana makombe. Wape hongera. Anajitahidi. Swali la mwisho. Tumeona msimu uliopita ubora wa kikosi cha Simba umeboreshwa kwenye dirisha dogo.
lakini moja kati ya watu ambao wamehusika kwenye swala ni Jerut. Je, unaona ni wakati sahihi au pia washiriki kwenye usajili msimu hapa? Kwanza sina uhakika katika hicho ambacho nilichokisema, lakini registration ni jambo la kitaaluma, tuwaachie ambao tumewakabidhi hiyo kazi. Simba ina management ambayo ina watu wako makini sana. Mwenyekiti unakwenda kumtaja Clatous Magori, makamu mwenyekiti unakwenda kumtaja Murtaza Mangungu. Unakwenda kuitaja kamati ya mashindano chini ya jemedari asiyeyumba, aliyesimama, anayejua kufanya kazi kusini, anayejua kufanya kazi kaskazini, anayejua kufanya mashariki, anayejua kufanya kazi magharibi. Anaitwa Swedi Kwapi. Waandishi, msio na wasiwasi, content mtapata mwaka huu. Mijitu kweli inashuka. Anamaliza Christmas yule. Mijitu kweli inafanyaje? Inashuka. Christmas atamaliza yule. Na taarifa nilizokuwa nazo, sio msemaji wa Simba. Nielewe. Na Simba haikunituma mpaka tarehe 19 kuendea tarehe 20. Wana Simba majembe mapya yako mjini. Mwamba mmoja ameshafika. Yupo. Kutoka nchi gani? Juu ana clash, chini ana devela. Mguu wa kulia anacheza, mguu wa kushoto anafanyaje? Anapiga. Hatari. Huyo mwamba kama chini unamweka Yusuf Ali Kagoma. Juu ukamweka huyo mwamba. Alafu ukamweka mchezaji mmoja kutoka South Africa analainisha. Hii tibu hata wakae kwa Mzee Shabani wanakufa. Shukrani sana. Assalamu alaikum Tanzania, kwenye jiji la Dar es Salaam, na mimi mbele yangu niko na Mikoi Armando Kisugu. Tunakwenda kuyazungumza ya kimichezo na burudani. Mikoi, heri Jumatatu tulivu leo. Salama, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, walhamdulillah rabbil alamin. Ametuamsha salama. Lakini kikubwa bado anaendeleza mapenzi makubwa kwetu sisi. Lazima tumshukuru hiyo. Na imani katika siku ya leo tulioamka, wako vijana ambao wamezaliwa na siku moja lakini Mwenyezi Mungu amewachukua. Wako watu ambao wanaamini kwamba wameamka wanakwenda vibaruani. Lakini kwa neema ya Mwenyezi Mungu na uwezo wake, bodaboda zimewapitia, magari wamepitia, wamerejea kwa Mola wao. Lakini sisi kwa sababu tuna afya njema mpaka muda huu, tunazungumza nanyi waandishi wa habari, basi kila sifa njema zinastahili ashukuriwe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu siku zote Mwenyezi Mungu anasema maneno yake ambayo tunayakubali na tunaishi nayo. Anasema khairi minallah, shari minallah. Haya ni maneno ya Kiarabu yenye tafsiri. Jambo kheri linakuwa la kwake na jambo baya linakuwa kwake. Mungu akisema leo Kisugu huwezi kufika Kariakoo, kweli siwezi kufika. Na Mungu akisema leo Kisugu kienda mjini, waandishi wa habari watakupa hela, basi mtanipa hela. Mtanipa hela mnipi? Tutakupa inshallah. Nashukuru sana. Bwana Mikoi, tuanzie hapa bwana. Leo Simba na jambo nene zito kweli kweli, haswa majira ya saa 8 kamili za mchana. Kitu gani ambacho mnakitarajia kuelekea kwa Simba Sports Club msimu ujao? Dhahiri michuano ya Kagame tarehe 25 wanakwenda kuanza michuano hiyo Simba Sports Club. Kila mwana Simba ndani ya masikio yake anapenda kusikia kizuri kutoka Simba. Na leo kama mlivyosema waandishi wa habari kwamba Simba tuna jambo kubwa, kwa namna ambavyo tumeona kupitia kwa msemaji wa Simba na tumeona kupitia kwenye peji Simba. Leo hii ni waibie siri namna ambavyo research inayofanya kujiridhisha. Wana Simba, kila simu ya mwana Simba ina bando. Kila simu ya mwana Simba ina bando. Dhamira na nia kusubiri muda mwafaka kuona namna ambavyo klabu nini nakuja kusema. Kwa sababu tunaamini hakuna jambo baya linaosemwa na klabu ya Simba mbele ya wana Simba. Kwa hiyo tuwe na subira, tuwe na uvumilivu mpaka pale ambapo msemaji wa Simba Ahmed Ally atakaposimama katika nanyi waandishi wa habari atakakwenda kuzungumza. Lakini niseme tarajieni mambo mazuri kutoka Simba. Tarajieni mambo mazuri kutoka Simba. Simba hatujawahi kuwa na jambo baya. Simba hatujawahi kuwa na jambo dogo. Mfano siku 3 zilizopita mpaka 4 wakati tunatawadha kuwa mabingwa wa ligi ya CRDB, msemaji usiku ule anasema kesho paredi litaanzia katika uwanja nini? Uwanja wa ndege. Waandishi wa habari mmekusanyika, mmekuwa mashahidi. Kuna watu wamefanya maparedi miaka 5 iliyopita, lakini bado paredi waliofanya Simba ilikuwa paredi la kipekee. Bado paredi waliofanya Simba limetrendi kuliko ni paredi ya miaka 5. Na moja jambo ambalo lilotrendi siku hizi, naomba sana wenye mahoteli waseme, kila hoteli yako weka tangazo, kila ukishiba, ukikiona kichaka unaruhusiwa kwenda kujisaidia. Unaruhusiwa kwenda kuchimba dawa. Ukiwa na maradhi unachimba dawa, unafanyaje? Unapona. Kwa hiyo mimi naamini kwamba tutarajia kupata mambo makubwa
tupate mambo mazuri. Kikubwa subira minallah. Jezi zinazungumzwa sana, lakini pia vile vile kilele cha siku ya wanasimba, Simba Day, na lenyewe pia liko mbeleni, linazungumzwa sana. Mnatarajia mwitikio kiasi gani kwenye hili mambo haya mawili makubwa? Mzaburi wa jezi Jairut, hii jezi ulovaa pasina shaka ni ya msimu ujao, amejipanga dhahiri kwenda kuileta ile ni ya msimu uliopita, amejipanga dhahiri kwenda kuwaletea jezi nyingine kuelekea msimu. Kuna watu walikuwa wanaamini kwamba Tanzania hakujawahi kuvaliwa jezi original. Hapo nyuma watu walikuwa wanafanyaje? Wanaamini. Lakini kuanzia mwaka jana Watanzania wengi wameamini kumbe kuna jezi nini? Original. Na hizi jezi original zimevaliwa pekee na klabu ya Simba Sports Club. Mletaji ni huyu Jairut, mzabuni wa jezi wa klabu ya Simba. Ndio timu ya kwanza ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuvaa jezi zenye barcode ambayo inakuonyesha ile jezi ina kiwango gani na imetengenezwa katika kampuni gani na wapi ilipotokea na tarehe ngapi imetengenezwa na tarehe gani na kwenda ku expire. Afrika ni jezi pekee imevaliwa na Simba Sports. Ninachokiamini, ninachokisubiri mwaka huu kuiona jezi wanaovaa Simba inakuwa na ubora zaidi kuliko ni ya jezi ya mwaka jana. Jairut hajawahi kukosea. Jairut amekuja kuwafungua watu macho waone. Jairut amekuja kuwazindua watu akili zao ziweze kuoperate na kuona mbali. Kumbe inawezekana. Watu jezi original walikuwa wanaziona tu. Wanavaa Liverpool, wanavaa Arsenal, wanavaa Barcelona, wanavaa Inter Milan, wanavaa Juve. Katika bara la Afrika nao wanavaa Simba Sports. Moja tu ndio ilijaribu kufuata nyendo za Simba Lahari kutoka Misri. Lakini jezi zinazovaliwa mwaka huu, haya maneno ya ekeni. Nyinyi waandishi wa habari mje kuniuliza, ndani ya bara la Afrika kitambaa kwa ubora wake wanakuja kuvaa Simba Sports tu kwenye bara la Afrika. Nimefanya research, kitambaa kinachokuja Ulaya jezi klabu mbili tu. Simba klabu mbili bara zima la Ulaya. Haina kitambaa ambacho jezi zetu mwaka huu zilizotengenezewa. Liverpool, Barcelona.